Alhathu ala qasri al-amali fi dunya. Fasli inayofuata Sheikh ameweka kifungu hiki katika kuwahimiza Waislamu juu ya kupunguza kuwa na matumaini ya kuishi sana. Alhathu ala qasri al-amali fi dunya. Sawa, hii ni faslu, hiki ni kifungu ambacho Sheikh amekiweka kuwahimiza Waislamu juu ya kupunguza kuwa na matumaini marefu ya kuishi sana duniani, kwa sababu wengi katika wanadamu wanakuwa na tulul amal, wanakuwa wanajipa matumaini ya kuishi sana. Kwa mtu anakuwa anaweka mikakati ya miaka 100, mikakati ya miaka 100 na anajiwekea asilimia za kufika huko. Hii ndio tulul amal. Hii jambo haitaki kwa mu'min. Mu'min siku zote anatakiwa awe ni mwenye kuwa na qasrul amal, ni mtu mwenye kujipunguzia matumaini ya kuishi, kwamba saa hii nipo, lakini baada ya saa hii mimi nabaki ni jina, ni maiti tayari. Kwa hata kama atafika saa ijayo, lakini yeye matumaini yake hafiki huko, illa an yasha Allah tabaraka wa taala. An ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hii ni hadithi ambayo ni maarufu sana bila shaka. Wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma yaqul idha amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idha asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Akhrajahu al-Bukhari. Hadithi ambayo inatufundisha umuhimu wa qasrul amal, umuhimu wa kuto kujipa matumaini ya kuishi muda mrefu. Kwamba sahaba huyu Abdullah ibn Umar anaeleza kwamba Mtume alayhi salam siku moja alimshika mabega, akhadha bimankibayya faqala, akasema Mtume alayhi salam kumwambia Ibn Umar, kun fi dunya ka'annaka gharib, ishi duniani kana kwamba wewe ni mgeni, au abiru sabili, au mpita njia tu. Usijiachie katika haya maisha ya dunia, yani jalia wewe kana kwamba wewe ni mgeni au mpita njia. Na mpita njia au mgeni siku zote huwa hajiachii pale alipo, anajua yeye bado safari yake hajafika, bado anaendelea na safari. Abdullah ibn Umar aliposikia haya maneno ya Mtume alayhi salam, akachukua mazingatio, akachukua ibra tayari, akaubeba usia huu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mazingatio yaliyokuwa makubwa sana. Ndio maana akawa anasema wa kana yaqulu, yani lizumalaihi, alikuwa Abdullah ibn Umar akiwaambia wenzake, marafiki zake katika masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, idha amsayta fala tantadhir as-sabah, ukishinda salama, yani jua likizama, basi usijiwekee 100% kwamba utafika asubuhi. Kadhalika wa idha asbahta fala tantadhir al-masa, ukiamka asubuhi salama, usijiwekee asilimia za kufika jioni. Kwa maana ukasema yani jambo ambalo una uwezo wa kulifanya sasa hivi, usingojee kulifanya baadaye. Lile ambalo unaweza kulifanya wakati wa asubuhi, ambao ndo muda Allah amekujalia kuwa hai na afya, basi utumie muda huo kulifanya jambo hilo. Usisubiri kufika jioni kwamba nitalifanya jioni. Kadhalika ukifika jioni, lile ambalo una uwezo wa kulifanya wakati huo wa jioni lifanye. Fala tantadhiri sabah, usingojee kwamba nitalifanya asubuhi, kwa sababu hujui kama asubuhi utafanyaje, utafika. Wa khudh min sihhatika limaradika, jalia kadhalika na ustafidi, tumia vyema wakati wako wa afya njema, limaradika, kuyafanya yale ambayo yatakufaa na kukusaidia wakati ukiwa mgonjwa. Sawa, faidika. Wa khudh min sihhatika, kwa maana istaghil waqta sihhatika, faidika na wakati wa afya yako njema aliyokujalia Allah, kuyafanya yaliyokuwa mema, limaradhika, yatakayokufaa na kukusaidia wakati ukiwa ni mgonjwa, ambapo hautaweza kuyafanya yale ambayo ulikuwa na uwezo wa kuyafanya ukiwa na afya njema. Kuna baadhi ya ibada ukiwa mgonjwa huwezi kuzifanya. Sasa hebu zifanye ibada hizo ukiwa na afya njema,
ili zikusaidie wakati ambao hautaweza kuzifanya kwa sababu ya maradhi. Tayari kadhalika wa min hayatika limautika, faidika na uhai wako, uyafanye yaliyokuwa mema ya kukusaidia baada ya kufa kwako, baada ya kufa kwako. Hadithi hii ina mafunzo makubwa na Sheikh anatufafanulia, anasema hafidhahu Allah ta'ala, alhadithu dalilu ala wujubi ightinami alawqati walhathi ala qisari alamali. Hadithi inatuhimiza juu ya kunufaika na nyakati, juu ya kutumia vema alawqat, nyakati alizotuneemesha Allah tabaraka wa taala, walhathi ala qisari alamali. Kadhalika hadithi hii inahimiza juu ya kupunguza matumaini ya kuishi, juu ya kupunguza matumaini ya kuishi sana. Wa taqdimi at-taubati wal istidad lilmauti, kadhalika natuhimiza hadithi hii juu ya kutanguliza toba, kwa maana kukithirisha kufanya toba, wal istidad lilmauti, kadhalika na kujiandaa kwa ajili ya umauti. Hadithi inatuhimiza juu ya kutanguliza toba na kutanguliza maandalizi yaliyokuwa mema kwa ajili ya umauti. Wa hadha alhadithu min ablaghi alkalami fi at-tadhkiri bil akhirati, hadithi hii ni katika maneno yaliyokuwa makubwa na mazito katika kukumbusha kuhusiana na akhira, katika kuwakumbusha watu kuhusiana na akhira. Wa adami al-ightirari bid-dunya, na kuto kudanganyika na dunia. Hadithi hii inatuhimiza kukumbuka akhira. Wa adami al-ightirari bid-dunya, na kuto kudanganyika na kuhadaika na dunia. Wadhalika anna ad-dunya faniyatun mahma tala umru al-insani fiha. Wadhalika anna ad-dunya faniya, na ni kwa sababu dunia ni yenye mwisho, ni starehe yenye mwisho, kadhalika ni nyumba ambayo ina mwisho. Mahma tala umru al-insani fiha, kwa namna yoyote utakapokuwa umri wa mtu ni mrefu sana, kwa namna yoyote mtu atakapokuwa amepewa umri mrefu katika hii dunia, lakini umri wake utafika mwisho. Hata kama mtu ataishi sana kwa muda mrefu, lakini mtu huyo atakuwa ni mwenye kufika mwisho. Wama alhayatu dunya illa mata'ul ghurur, kama Allah tabaraka wa taala alivyosema, inma hadhihi alhayatu dunya mata'un, maisha ya dunia ni starehe tu yenye kudanganya. Wa innal akhirata hiya darul qarar, akhira ndio nyumba ya milele. Wadhalika anna ad-dunya faniyatun mahma tala umru al-insani fiha fahiya daru mamarrin, dunia ni nyumba ya mapito, ni nyumba ya mpito. Fahiya daru mamarrin, dunia ni nyumba ya mpito. La dara maqarrin, na sio nyumba ya milele, sio nyumba ya kuishi milele. Nyumba ya milele ni akhira. Wa innal akhirata hiya darul qarar, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala katika surati Ghafir. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut, na kila nafsi ni yenye kuonja umauti, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Wa hadhihi haqiqatun mushahadatun, na huu ni uhakika ambao unashuhudiwa, uhakika ya kwamba kila nafsi ni yenye kuonja umauti, na mahma umri utakavyokuwa ni mrefu utafika mwisho. Utaishi miaka 40, 50, 60 mpaka 100, 110, 120, lakini utakufa tu tayari. Wa hadhihi haqiqatun mushahadatun naraha kulla yawmin wa laylatin wa nahissu biha kulla sa'atin wa lahdhatin. Huu ni uhakika usiopingika ambao unashuhudiwa, tunauona kila usiku na mchana, watu wanakufa. Kadhalika na hii ni hali ambayo tunaihisi kila saa na kila kipindi.
Wa idha kana al-insanu la yadri mata yantahi ajaluhu, ikiwa mtu hajui kwamba muda wake, yani muda wake wa kuishi duniani utaisha lini, ikiwa mtu hajui hilo, mata yantahi ajaluhu wa yatihi al-mautu, na hajui kwamba ni wakati gani mauti utamjia, ikiwa mtu hajui hilo, na huo ndio uhalisia na uhakika kwamba hakuna anayejua kwamba maisha yake yataisha lini, hakuna anayejua kwamba mauti utamfika lini, hakuna anayejua. Hii ni siri ya Allah tabaraka wa taala. Fa idha kana al-insanu kadhalika fa alayhi an yasta'idda lirrahil, ni juu yake mwanadamu ajiandae kwa ajili ya safari. Fa alayhi an yasta'idda lirrahili ay lisafar, ni lazima mwanadamu na ni juu yake ajiandae kwa safari ambayo ni lazima kila mmoja asafiri safari hiyo, safari ya umauti. Wa an yakuna abira sabili, na aishi kama mpita njia. Wa an yakuna abira sabili, na awe ni mpita njia. Fala yarkanu ila dunya, asiegemee sana dunia. Fala yarkanu ila dunya wala yataallaqu biha, na wala sijifungamanishe sana na dunia, akaipenda sana dunia, kwa maana akaathirika sana na maisha ya dunia kuliko akhira. Bal tuuthiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Wa Sheikh anasema fala yarkanu ila dunya, asiegemee sana dunia, wala yataallaqu biha, na wala sijifungamanishe sana na dunia. Kuna baadhi ya watu wa bil khusus wa mal asaf wa islam wako bize na dunia, yani kila ukimwambia, ukimkumbusha ibara na kuambia Sheikh dua tu, maisha yamenizonga Sheikh, dua tu haitakusaidia Sheikh. Sawa, huyu mtu amejifungamanisha na dunia, akaathirika sana na akayapa kipaumbele maisha ya dunia kuliko maisha ya akhera, mpaka ikawa ni sababu kusahau maisha yake ya akhera ambayo ndio yenye kubakia. Sheikh anasema wala yattakhidhaha watanan, na asifanye dunia kuwa ni makazi ya kuishi milele, asifanye dunia kuwa ni makazi ya kuishi milele. Wala tuhaddithahu nafsuhu bilbaqa'i fiha, na wala nafsi yake isimhadaa, isimdanganye, yani simhadithie kwamba yeye ni mwenye kubakia duniani milele. Wala yuhaddithuha nafsuhu bilbaqa'i fiha, isimhadithie nafsi yake, kwa maana isimdanganye nafsi yake kuwa ni mwenye kubakia hapa duniani milele. Kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, kullu man alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kwa nafsi yako ikikudanganya, kama nafsi yako inakuhadithia wewe Muislamu kwamba wewe fanya utakavyofanya kwa sababu wewe ni mwenye kubaki milele, jua ya kwamba nafsi hiyo inakuhadaa. Ikiwa nafsi yako inakuhadithia hivyo, yani unapokuwa unaishi unajiona kwamba wewe utaishi milele, fahamu ya kwamba nafsi yako inakuhadaa, inakudanganya. Fala yataallaqu minha illa bima yataallaqu bihi algharib, kwa asijifungamanishe mwanadamu katika haya maisha ya dunia akawa ni mwenye kuathirika kadhalika na kujipamba na kubeba, isipokuwa bima yataallaqu bihi algharib, isipokuwa ajipambe na ajifungamanishe na yale ambayo anajifungamanisha nayo mgeni, fi ghairi watanihi alladhi sayufariquhu, ajifungamanishe na yale ambayo anajifungamanisha nayo mgeni, fi ghairi watanihi, anapokuwa katika mji ambao si wake, mji ambao sayufariquhu, atauacha tu muda wowote, mahma takun rahatuhu wa hanauhu, kwa namna yoyote takavyokuwa starehe zake amezipata katika mji huo, kadhalika kwa namna yoyote takavyokuwa ameishi kwa utulivu uliokuwa mkubwa, hanauhu, kwa namna yoyote takavyokuwa amepata utulivu katika mji huo, lakini maadam si mji wake,
Mgeni siku zote anakuwa ni mwenye kujifungamanisha na tahadhari, ni mwenye kujifungamanisha na tahadhari kwamba muda wowote mimi naondoka. Anakuwa ni mwenye kuchukua maandalizi yaliyokuwa bora, yenye kumfaa na kumsaidia katika mwendelezo wa safari yake. Anakuwa si mwenye kujiachia kama vile amefika katika mji wake. Wa an yakuna fiha kalmusafiri alladhi yaktafi bisafarihi bilqalili alladhi yusaiduhu ala bulughi ghayatihi wa tahqiqi maqsadihi. Kadhalika anatakiwa mtu kadha wa bilkhusus muislam aishi duniani hapa kalmusafir, kama msafiri ambaye anatosheka kwa safari yake bilqalil, na kichache au kile kidogo ambacho yusaiduhu ala bulughi ghayatihi, kitamsaidia katika kufikia malengo yake, katika kufikia malengo yake ya safari. Wa tahqiqi maqsadihi, na kile ambacho kitamsaidia katika kuleta na kuyapata yale makusudio yake. Msafiri siku zote anakuwa ni mwenye kuandaa masurufi ya safari yake, kujiandalia masurufi ambayo yatamsaidia, maandalizi bora ambayo yatamfaa na kumsaidia katika safari yake ili aweze kufika aendako. Kwa na wewe Muislam unatakiwa uchukue mazingatio hapa duniani, uishi kwa kufanya yaliyokuwa mema ili yakusaidie baada ya maisha haya dunia. Walaqad adraka as-sahabiyyu al-jalil Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma maw'idhata Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam idrakan ilmiyan wa amaliyan. Abdullah ibn Umar mawaidha haya ya Mtume alayhi salam aliyadiriki, kwa maana aliyafahamu na kuyazingatia mazingatio ya kielimu na kimatendo. Aliyazingatia mawaidha ya Mtume alayhi salam idrakan ilmiyan, mazingatio ya kielimu, kadhalika na amaliyan. Wa akhadha minhu hadhihi alwasaya althalatha alazimata, na akachukua Abdullah ibn Umar katika haya mawaidha ya Mtume alayhi salam wasia hizi tatu ambazo amezitaja katika maneno yake. Alula, idha amsaita fala tantadhiri sabah. Wasia wa kwanza, ukiamka ukishinda salama usingojee asubuhi, kwa maana lile ambalo una uwezo wa kulifanya jioni, una wakati wa usiku lifanye, kwa sababu hujui kama asubuhi utafika. Wa idha asbahta fala tantadhir almasaa, wa maana dhalika hatha almu'mina, yani Abdullah ibn Umar hatha almu'mina ala qisari al-amali fi hadhihi al-hayati ad-dunya. Maana ya maneno haya, sahaba huyo alikuwa akimhimiza mu'min, au wa maana dhalika hathu al-mu'min, ni kumhimiza mu'min ala qisari al-amali fi hadhihi al-hayati, juu ya umuhimu wa kupunguza matumaini ya kuishi sana. Wa annahu yanbaghi lahu idha amsa fala yantadhir as-sabah wa idha asbaha la yantadhir al-masa, bal yadhunnu anna ajalahu mudrikuhu qabla dhalika. Inatakiwa mu'min awe na dhana kwamba muda wake wa kuondoka utamfika, yani umauti, ajalahu ay mautuhu, kwamba umauti wake utamfika qabla dhalika, ay qabla dhalika ay alwaqt, kabla ya kufika wakati huo. Kwa maana ukifika jioni usijalie kwamba utafika asubuhi, yani ujiwekee kwamba huenda nikafa hapa katikati, kwa maana lile ambalo naweza kulifanya sasa hivi bado niko hai na afya, basi lifanye, kwa sababu muda wote unaweza ukafa. Walwasiyatu thaniya, wa khudh min sihhatika limaradhika, والمعنى أنه ينبغي للمؤمن أن يغتنم أوقات الصحة وسلامة البدن من العلل. maana ya maneno haya, inatakiwa mu'min an yaghtanima awqat as-sihha, anufaike na atumie vyema fursa ya wakati anapokuwa na afya njema, zile fursa mtu anapokuwa na afya njema. Wa salamati al-badani min al-ilal, na anapokuwa mwili wake umesalimika kutokamana na ilal, ay min al-amrad,
mwili wake unapokuwa umesalimika kutokana na maradhi mbalimbali. Wadhalika bifi'li alkhairi, inatakiwa anufaike na atumie vyema fursa hiyo, bifi'li alkhairi, kufanya khairi, wal ikthari min at-ta'at, na kukithirisha ibada mbalimbali, qabla an yahula bainahu wa bainaha as-suqum, qabla hakujatenganishwa baina yake yeye wa bainaha, na hayo matendo mema, as-suqum, kabla akija watenganisha maradhi, kabla hajamtenganisha yeye na matendo mema, as-suqum ay al-marad. Hajitahidi Muislamu kufanya yaliyokuwa mazuri na kukithirisha ibada kabla haijamtenganisha yeye na matendo mema maradhi. Maradhi yanapomfika mtu anashindwa kuyafanya yale ambayo alikuwa na uwezo wa kuyafanya akiwa katika afya njema. Kwa hiyo kitendo cha kushindwa kuyafanya baadhi ya matendo yaliyokuwa mema wakati unaumwa, hii ni ishara ya wazi kwamba maradhi haya yamekudhoofisha wewe na yamekutenza nguvu kuweza kuifanya ibada hii. Sasa jitahidi sana kunufaika na wakati wa afya njema kabla hujafikwa na wakati huu uliokuwa mbaya wa maradhi. Fayajizu ani siyami wal qiyami wa sa'iri al a'mali idha tarahu maradun au illatun au kibarun. Fayajizu ay al muslim, ikafikia hatua mtu Muislamu akashindwa atakapokuwa na maradhi. Mathalan, anaweza baadhi ya vipindi Muislamu akafikia hatua yajizu ani siyam, akashindwa kufunga, kadhalika akashindwa kusimama visimamo vya usiku, wasairi al-a'mali, kadhalika akashindwa kufanya matendo mengine. Idha tarahu ay idha aswabahu walaqahu, atakapofikwa na maradhi. Idha tarahu maradun ay idha aswabahu maradun, atakapofikwa na maradhi, au illatun, au atakapofikwa na illa yoyote, changamoto yoyote ambayo inaweza kumziwia yeye kufanya baadhi ya ibada, au kibarun, au atakapofikwa na utu uzima. Kuna kipindi mwanadamu akifikia baadhi ya umri, akifikia umri wa utu uzima, kuna baadhi ya ibada hawezi kuzifanya, zinamshinda kwa sababu ya umri wake, kwa sababu ya umri wake. Wakati alipokuwa kijana alikuwa na uwezo, walillahi alhamdu, akirukuu anarukuu vizuri, ananyosha mgongo kiasi ambacho ukiweka maji hapa yanatuama tayari. Lakini miaka inavyozidi kwenda, anapokuwa ni mtu mzima, Allah tabaraka wa taala anavyomnyongesha kwa kumpa umri mrefu, anazidi kuwa mnyonge katika, yani kiafya. Allah tabaraka wa taala inafikia hatua mja huyu Muislamu hawezi kunyosha tena mgongo. Sawa, akienda rukuu, yani amejitahidi sana, anainamisha kidogo, anainamisha kichwa chake kidogo, hapo ndo ameishia. Hawezi sana kunyosha mgongo wake, hawezi kuinama kama unavyoinama wewe kijana kwenye rukuu, kwa sababu ya utu uzima. Kwa nini? Mgongo tayari umepinda, au mgongo hawezi na kupindisha kwenda rukuu na mfano hayo. Alikuwa na uwezo wa kuketi vizuri tashahud, lakini kwa utu uzima na umri alipofikia hawezi na kukaa tawarruk, tayari inabidi aswala amekaa. Alikuwa na uwezo wa kusimama, lakini kwa sababu miguu tena hanayo tena, yani hawezi kusimama kwa muda mrefu, inabidi aswali amekaa kwa sababu ya utu uzima na mfano hivi. Alikuwa na uwezo wa kufunga Ramadhani, lakini hawezi kufunga, wa nahwi dhalika. Kwa hiyo inatakiwa mtu atumie fursa ya afya njema kuyafanya yaliyokuwa mema yatakayomsaidia kabla ya kufikwa na maradhi na mitihani mengine. Alwasiyatu thalitha wa min hayatika limautika, wal maana dhalika annahu yanbaghi lilmu'min an yaghtanima zaman alhayati wa saati alumri bitaqdimi azadi. Inatakiwa mu'min atumie fursa vyema, atumie fursa ya uhai, atumie fursa ya uhai, aitumie vizuri fursa hii ya uhai, wa saati al-umri, na vile vipindi ambavyo Allah amempa umri, na kile kipindi ambacho Allah amempa umri wa kuendelea kubaki kuwa hai na afya njema. Bitaqdimi zadi, ajitahidi sana kunufaika na vipindi hivi kwa kutanguliza maandalizi mema,
bitaqdimi azadi, kwa kujiandalia maandalizi yaliyokuwa mema yatakuwa mfaa baada ya vipindi hivyo. Wala yufrit hatta yudrikahu almaut, na wala asizembee mpaka ukamfika umauti, akazembea kufanya ibada mpaka ukamfika umauti. Wayahula bainahu wa baina al-a'mal as-salihah ay al-maut, wayahula bainahu al-maut, na ikawa ametenganishwa mtu huyo baina yake yeye na matendo mema, na kinachomtenganisha ni umauti. Kwa maana Muislamu hataki kuzembea akaacha kufanya ibada mpaka ukamfika umauti, ikafikia hatua umauti huo ukamtenganisha, wayahula bainahu, ikafikia hatua umauti ukamtenganisha baina yake yeye mu'min na matendo mema, kwa sababu ukishakufa khalas inqata'a amaluka, matendo yako yanakuwa yamekatika, yatakufaa yale ambayo uliyafanya wakati wa uhai wako. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. neema za aina mbili wamezikosa, yani wamedanganyika nazo wengi katika watu, kwa maana wengi katika watu wanapokuwa katika hizi neema wanakuwa na mughafala, wanaghafilika sana, lakini wanakosa kunufaika na neema hizi, wanakosa kunufaika na neema hizi watu waliokuwa wengi. As-sihhatu wal faragh ni neema ya afya, kadhalika na wakati. Siku zote mtu akiwa na afya njema unaghafilika kufanya ibada, yani ile siha, ile afya njema na kuhadaa, yani unajiona kwamba hakuna maradhi mpaka ukimwona mgonjwa au ukipatwa na msongo wa maradhi kidogo ndio unashtuka, unakumbuka kufanya mema. Wako katika Waislamu ambao wameingia katika ibada baada ya kusibiwa na maradhi. Wako, yani mtu kabisa anakuambia mimi nilikuwa siswali Sheikh, nimeanza kuswali baada ya kupatwa na majini, sawa, baada ya kupata mitihani ya mashayatini yamenisumbua kadha, lakini Allah amejalia kuwa ndio njia moja kwa moja mimi kufanyaje, kusimamisha swala 5. Walillahi alhamdu wal minna. Allah ana njia nyingi za kuwaongoza waja wake. Na wako katika watu ambao hawakumbuki neema ya wakati mpaka unapoondoka. Wanapokuwa mtu ukiwa na wakati yani muda unao wa kuweza kufanya ibada na kufanya mambo yako mengine, unaghafilika na kuzembea kufanya yale ambayo yatakufaa baada ya muda huu. Lakini mtu hawezi kujua thamani ya muda huu mpaka utakapofanyaje, utakapotoweka. Atakaposhughulishwa ndio anakumbuka, jambo hili lilikuwa nilifanya jana, lakini saa hii huwezi kulifanya tena. Kwa nini? Umeshughulishwa tayari. Kwa hivyo neema hizi inatakiwa watu kunufaika nazo kabla hazijatoka. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه اغتنم 5 قبل 5. maneno haya Mtume alayhi salam alisema kumpa nasaha na wasia mtu mmoja katika masahaba zake. Ightanim 5 qabla 5, faidika na mambo 5 kabla hujafikwa na mambo 5. Shababaka qabla haramika, faidika na ujana wako kabla hujafikwa na uzee. Wasihataka qabla saqmika, faidika na afya yako njema ulionayo kabla hujafikwa na mtihani wa maradhi, kwa sababu ukiumwa hutaweza kuyafanya uliokuwa na uwezo wa kuyafanya ukiwa katika afya. Wa ghinaka qabla faqrika, utumie vyema utajiri wako, tumia vizuri mali zako katika yale ambayo yatakufaa kabla hujafikwa na ufakiri. Fanya kupitia mali yako yale ambayo yatakufaa katika dunia yako, katika dini yako na akhira yako kabla hujafikwa na ufakiri. Wa faraghaka qabla shughlika, kadhalika faidika na wakati ulionao hivi sasa kabla hujashughulishwa, kabla hakijafika kipindi ambacho utafanyaje, utashughulishwa. Vijana kabla hamjaingia katika majukumu, muda wenu huu wa ujana ni muda wa kujitahidi katika ibada kabla hamjaingia katika mambo, hamjaingia katika mlango wa ndoa, ambao mkiingia katika mlango wa ndoa ni mlango wa ishtighal, ni mlango ambao utawashughulisha sana. Sasa
mnapokuwa katika wakati wa ujana ni kipindi na ni stage ambayo kujitahidi katika ibada, kwa sababu ukishafika hatua ukaoa, basi umeingia katika hatua nyingine ambayo itakushughulisha sana. Kuna baadhi ya mambo utashinda kuyafanya ambayo ulikuwa na uwezo wa kuyafanya wakati bado ni barobaro hujaoa. Wa hayataka qabla mautika, kadhalika faidika na uhai wako kabla hujafikwa na umauti. Hii ni hadithi ambayo ni adhim, akhrajahu al-Hakim wa sahahahu. Falwajibu alaina wa nahnu nastaqbilu aaman jadidan an naghtanima al-awqata wa nubadira bil a'mali as-salihati qabla an yuhala baynana wa baynaha, ay baynana wa bayna al-a'mali as-salihat. Wajibu wetu Waislamu wakati wa kipindi hiki ambacho tumeingia katika mwaka mpya, an naghtanima al-awqata, tujitahidi kutumia vyema fursa hizi na nyakati hizi alizotuneemesha Allah tabaraka wa taala. Wa nubadira bil a'mali salihah, na tufanye haraka na tukimbilie kufanya matendo mema kabla hatujatenganishwa sisi na matendo hayo yaliyokuwa mema, kwa maana kabla umauti haujatutenganisha na matendo mema. Imma kabla hatujatenganishwa na matendo mema, imma bishughuli, imma kwa kushughulishwa, au maradhin, au kutenganishwa na matendo mema kwa maradhi, au mautin, au kutenganishwa na matendo mema kwa umauti. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinamtenganisha mtu na matendo, imma ni kushughulishwa na mambo, kushughulishwa na majukumu tayari. Lakini pia jambo la pili, imma mtu kwa sababu ya maradhi anashindwa kufanya baadhi ya amali, kadhalika mtu anatenganishwa na matendo kwa sababu ya umauti. Allahumma ayqidhna litadaruki baqaya al-a'mali. Sheikh anamalizia mlango huu kwa kuomba dua pia, kumwomba Allah tabaraka wa taala, Allahumma ayqidhna, ewe Allah tukuomba utuamshe kututoa katika mughafala, litadaruki baqaya al-a'mali, ili tuweze kudiriki kutumia vyema wakati wetu na umri wetu uliobakia. Tunakuomba Allah utuamshe kutokamana na mughafala, ututoe katika mughafala tulionao, ili tuweze kutumia vyema baqaya al-a'mali, sehemu iliyobaki ya umri wetu. Wawafiqna litazawudi min alkhairi wal istikthari, na utuwafikishe ewe Mola wetu kufanya maandalizi yaliyokuwa bora, kukithirisha katika mema, wal istikthari. Allahumma ayqidh qulubana min raqadati al-amali, ewe Allah tuamshe sie, yani tutoe katika mughafala na usingizi ambao tulionao wa kujipa matumaini ya kuishi muda mrefu. Min raqadati al-amali, tutoe katika mughafala tulionao wa kujipa matumaini ya kuishi muda mrefu. Wadhakirna qurba ar-rahili, na utukumbushe ewe Mola wetu kukaribia kwa wakati wa kuondoka kwetu. Wadunu al-ajali, na kukaribia umauti wetu. Wadunu al-ajali, na kukaribia umauti wetu. Na kuomba Allah utukumbushe. Wathabbit qulubana ala al-iman, wawafiqna li salihil a'mali, na uthibitishe nyoyo zetu katika imani na utuwafikishe kutenda mema. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.